Kwa hiyo tujue tu kwamba sisi tuna adui kwenye Uislamu, tuna adui yetu anaitwa al-Yahudi, iko mbele yetu, na amepata imkania kubwa sana, uwezo mkubwa, amewezeshwa katika ulimwengu. Kuna vitu vingi wamevishika wao, nchi kubwa kubwa wamezishika wao, wameshika uchumi wa dunia, nguvu za kijeshi, mifumo ya kifedha, mifumo ya kiutawala, teknolojia na mambo mbalimbali wameyatawala, wameyashika. Lakini pia kuna uvumi mwingi wa kuwazushia na kuwakweza, na wao wataka hivyo kila kitu. Mayahudi ili tuogope, unatishwa kila siku kuhusu Mayahudi, jambo ambalo halitakikani kwa Muislamu. Kinachotakikana kuchukua tahadhari tu, uwe na tahadhari na uwe madhubuti katika msimamo wa dini yako. Yahudi hawezi kukudhuru chochote, la yadhurukum illa adha, hawezi kukudhuru chochote. Sasa watu wanatua hofu, unajua Mayahudi bwana, hii pia Mayahudi, hii Mayahudi kila kitu. Sasa Mayahudi itakuwa kila mahali, tokiingia chumbani unaona sasa labda Yahudi huyu hapa atakuja sasa hivi. Una hofu. Muislamu utakiwa kuwa na hofu, utakiwa na tahadhari. Sisi tuko kwenye haki na wao lazima utupige vita. Sisi walishampiga vita mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana tena. Sasa ili nilikuwa kulizungumzia, inshallah labda tufanye maarifa, tupate wasaa mara nyingine tuyazungumze haya mambo kuhusu Mayahudi kwa kirefu, mikakati yao, mbinu zao, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoishi nao, sisi tumepewa mwongozo gani katika kuishi na wao, na kitwatisho kweli. Sasa hivi bwana, unajua dini imeingiliwa na Mayahudi, Mayahudi washaribu. Sasa mtu pia waogopa kusoma dini, sijakaa ndo Uyahudi. Ila Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha tusifuate hatua zao na nyendo zao, na wako watu wanaofuata hatua zao. Msifanye hivi, wafanye ili jambo la Mayahudi msifanye, watu walifanya. Halafu huyo anayefanya hivyo akutuhumu wewe kwamba Myahudi, kibaraka wa Kiyahudi, kwa sababu afuata mambo ya Uyahudi. Si Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza msijengee makaburi? Huu ni mfano tu, msiyajengee haya, kwa sababu huu ndio mwenendo waliokuwa kabla yenu, Mayahudi na Manasara. Akifa kwao mtu mwema walikuwa wakifanya haya. Sasa niambie, Uislamu sawa sasa hivi kwa watu wa kawaida na mashehe zao ni upi? Wa kuyajengea makaburi au kutokuyajengea? Ule ndio ule ni Uyahudi na Unaswara, ule si Uislamu. Katika Uislamu hakuna kitu hicho. Khalifu al-Yahudi wa khalifuni Mayahudi. Katika nini? Punguzeni sharubu na achieni ndevu. Hebu tazama ile mandhari tu ilipo, alafu na watu wanapogombana kwenye jambo kama hilo. Ni Uyahudi, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza maneno yale. Sasa kuna mifano ya mambo mengi ambayo ndani ya Uislamu yana mizozo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaweka alama kabisa, hili hapa ni la Uyahudi na Unasara, liacheni, na hili ndio Uislamu. Kuna watu wameng'ang'ania ile Uyahudi na wanayatetea, lakini wakati huo atakakurudia wewe kwambia wewe Yahudi. Kwa hiyo mlango huu tunahitaji kuuzungumza kwa mapana sana. Baadhi ya itikadi na baadhi ya misimamo katika baadhi ya madhahib zimeasisiwa na Mayahudi. Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ambaye hakuna shaka juu ya kuwepo kwake mtu huyu, alisababisha mparaganyiko mkubwa katika umma wa Kiislamu. Kuna mambo aliyaweka, na kuna baadhi ya madhehebu wanayafanyia kazi mambo hayo ambao ni Uyahudi. Miongoni mwa hayo ni kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwasema vibaya na kuwachafua khiyaru hadhihi al-umma, sunnatun yahudiyya.
ni mwenendo wa Kiyahudi. Walishawatukana mitume, washawatukana watu bora, wafuasi wa mitume, bali na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya watu katika umma huu hawana jidai kwamba sasa wao wako kifua mbele kupambana na Mayahudi, wanaufuata Uyahudi huu. Ipo haja ya kuja kulizungumza hili jambo kwa mapana. Kinyume cha hivyo tutapotoshwa, tutadanganywa.